Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya kupitia serikali ya wanafunzi wameomba kupatiwa vifaa vya ulinzi kama CCTV na kuzuia wizi wa vifaa vikiwemo laptops na simu, hali inayosababisha taharuki kwa wanafunzi. Akiongea katika bunge la wanafunzi wa chuo, Waziri wa Ulinzi na Usalama John Paul ameomba kufungwa kwa kamera za CCTV na ukaguzi kwa wageni wanaoingia chuoni hapo na kuongezwa kwa idadi ya walinzi, hali itakaopelekea usalama zaidi kwa wanafunzi wa chuo hicho. Aidha, ameongeza kuwa baadhi ya wanafunzi hutumia lugha kuuzi kwa walinzi shirikishi, hali inayopelekea sintofahamu kati yao, hasa wakati wa usiku, ndio sababu ya kuwaletea kadhia. Ila wanafunzi wengi wanakuwa hawana elimu ya kutosha, au pia na baadhi ya wabunge hawaonyeshi ushirikiano kwa Wizara ya Ulinzi kwenye kusambaza taarifa kwamba wanafunzi wote wanatakiwa wapite main gate wakati wa usiku, au tulitoa tangazo kwamba wanafunzi wote wanaochelewa kuondoka chuo basi waombe usaidizi wa walinzi pale main gate ili waweze kuwasindikiza maeneo yote wanayotaka kwenda. Swala la pili nalo likumbuka ni kwamba umesema wanafunzi wanaotoka chuo wakati wa usiku wanakutana na sungusungu, na kwamba wakiwa hawana ID. Kuna baadhi ya wanafunzi yani tunatoa elimu ya kutosha wanafunzi wawe wanatembea na ID muda wote, especially wakati wa usiku. Kama hauna jambo la umuhimu linalofanya utoke nyumbani, ni bora ukakaa nyumbani au ukasomea nyumbani. Lakini wanafunzi wengi wanakuwa wanatoka bila ID wakati wa usiku, na tumeshatoa matangazo ya kutosha sana ya kuelimisha kwamba wakati wa usiku kuanzia saa 6 kutakuwa na sungusungu ambao watakuwa mtaani ili kulinda hali ya usalama, maana vibaka ni wengi especially kwa maeneo yanayotuzunguka wanafunzi. Ila wanafunzi wengi wanazunguka bila ID, na wanafunzi wengine wana majibu ya hovyo. Hiyo nimelishuhudia na mimi, maana kuna kipindi nilishaamka na mimi kwenda kuzunguka na sungusungu pia wakati wa usiku. Wanafunzi kweli wana majibu ya hovyo kwa wale jamaa, na wale hawana mafunzo yoyote. Niliongea mpaka na mkuu wa kituo cha Yunga, Inspector Esther Kazale, akaniambia wale hawana mafunzo yoyote. Pindi utakapowajibu majibu ya ovyo, watakuchukulia sheria hapo hapo, kwa sababu hawana mafunzo ya ulinzi, yani hawana mafunzo yoyote. Wale ni askari wa kujitolea kwa ajili ya kulinda maeneo, kwa sababu wanapata shida sana kwenye serikali yao ya mtaa kwamba matukio, kwa nini hawa tumewapokea sisi mtaani kwetu alafu wanafanywa vitu hivi. Kwa hiyo wenyewe wanaonekana kama wao wanahusika kwenye kufanya hayo matukio. Inabidi sasa waanzishe vikundi vya sungusungu ili kulinda maeneo yote yanayozunguka chuo na wanafunzi wote, ila wanafunzi hawapati taarifa na wengine wanapuuzia. Umesema kwamba usalama unaendelea kudumishwa na hivyo umeungana na mapolisi hivyo. Sasa hapo mfano kama ni tayari mmeshafanya hizo njia na mnaendelea kudumisha usalama, je, kama mambo hayo yanaendelea mmechukulia hatua gani? Swali langu la pili ni kwamba wakati wanafunzi wa off campus wakiwa yani kipindi cha likizo, sasa naongelea watu wakiwa wameenda likizo, hata wanafunzi wa hostel baadhi waga wanashushaga mizigo kwa ajili ya kuhifadhiwa kule chini kwa marafiki zao. Ile usalama wakati wanafunzi wako likizo unadumishwa vipi? Kwa sababu unakuta vitu vya watu vinavunjwa, watu wapo likizo wanaibiwa vitu vyao. Sasa huo usalama wa namna hiyo mmechukulia vipi? Tulienda kuzungumza na mwenyekiti wa mtaa kuhusiana na swala hilo, na alituahidi kwamba wakati wa likizo kutakuwa na sungusungu ambao watakuwa wanazunguka mitaa yote inayozunguka wanafunzi especially ya off campus, kwa maana kwa muda huo kutakuwa hamna watu. Kwa kuanzia wataongeza, kwa sababu kwa sasa hivi wanazunguka kuanzia saa 6 kwa sababu kuna wanafunzi, ila kuanzia kipindi ambacho wanafunzi watakuwa likizo watakuwa wanazunguka kuanzia saa 3 na kuendelea, ili kudumisha ulinzi na usalama wa mali za wanafunzi watakao kuwa manyumbani kwao au mikoani. Na pia kutakuwa na, tuliongea na Afande Esther, pia kutakuwa na defender ambayo itakuwa inazunguka kwa doria, kwa maana Afande Esther pia ni kiongozi anayehusika na usalama kwa eneo hili la Yunga. Kwa hiyo alituhakikisha kutakuwa na usalama kuhusiana na swala hilo. Swala la ulinzi na usalama kwa wanafunzi wetu hapa
lipo katika hali ya usawa, kwani wanafunzi wetu na kupitia viongozi ambao wanawakilisha sekta hiyo ya ulinzi na usalama wanaendelea kuhamasisha wanafunzi kwa habari ya kuzingatia sheria za chuo na sheria za nchi kwa ujumla, na badala yake wanahamasisha amani na utulivu. Maana yake badala ya mambo yasiyofaa kwenye jamii, wanafunzi kuhusishana na vitendo vya uovu namna gani, lakini sisi kama viongozi na bunge hili linaendelea kusisitiza swala la ulinzi na usalama. Kwa hiyo swala la usalama hapa chuoni kwetu linazingatiwa na wanafunzi wetu wako salama kabisa. Kwa ile student fee organization ambayo ni shilingi 10,000 kwa baadhi ya vyuo vingine ni shilingi 20,000, tunahakikisha ile pia inafanya vitu kwa mustakabali wa wanafunzi wetu. Kwa hiyo moja kitu kizuri sana ambacho serikali imeleta leo, imeweza kujenga cafeteria inaitwa Mustiso Cafeteria, ambapo cafeteria hii ni kwa lengo la kuwanufaisha wanafunzi wetu, kwa sababu tunatoka jamii tofauti na hali tofauti za kiuchumi. Kwa mwanafunzi hata mwenye kiasi kidogo cha pesa anaweza kupata chakula hapa chuoni. Kwa hiyo hii cafeteria kuwanufaisha sana wanafunzi wetu. Lakini pia serikali hii imeweza kuboresha pia vimbweta. Kwa hiyo wanafunzi badala ya kuhangaika sehemu ya kusomea ule wakati wa mchana ama usiku, wanaweza kaingia pale kwenye vile vimbweta na kupata nini? Na kupata mazingira mazuri ya kujisomea. Mwanzo kama nilivyoeleza ilikuwa ni changamoto, kwa sababu tunajua sisi tulikuwa hatuna cafeteria ndani. Kwa hiyo mwanafunzi anayeishi hosteli alikuwa inamlazimu kutoka mazingira haya, iwe ni usiku, iwe ni saa ngapi, anashuka kule chini mitaani, mtaa wa Ikuti ama wengine kule Inyala, japo ndani yote ni kata ya Iunga. Kwa hiyo nahangaika kama wanafunzi na vipindi vya mchana, ile distance atoke mpaka aje shuke kule chini alafu arudi, na tena imemchukua muda. Na badala yake sasa mwanafunzi yote anaweza tu akaenda pale ndani ya dakika 10, 15 akapata cha sababu ni karibu, alafu akaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo inamsaidia kupoteza ule muda wa kwenda na